Nakiri kwamba mafanikio ya ziara yangu yamechangiwa na uwepo wenu, watendaji wote wa serikalini, viongozi wetu wa dini, viongozi wa wawakilishi wa wananchi. Nawapongeza sana kwa kufanya kazi bila kuchoka kuanzia siku ya kwanza ya ziara hadi leo siku ya mwisho. Na poleni, kwa maeneo mengine tulikuwa na mwendo wa ngamia. Hiyo ni mahitaji ya kazi zetu. Kipekee ni kupongeza Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga kwa kazi kubwa unayofanya. Tumekuwa nawe, kwa kweli unahakikisha kikamilifu kwamba ilani inatekelezwa na unaisimamia vyema serikali. Hii ni kutokana na ukweli kwamba miradi ya maendeleo tuliyoitembelea ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Serikali jukumu lake ni kutekeleza kwa vitendo yale ambayo yamepitishwa kwenye ilani. Lakini nitumie fursa hii pia kuwapongeza waheshimiwa mawaziri kwa mchango wao mkubwa. Kila eneo tulikopita, mtakubaliana nami kwamba majawabu ambayo yalitolewa na waheshimiwa mawaziri kwa wananchi yaliwaridhisha wananchi. Hii inaonekana ni namna gani mmejiandaa na ni namna gani mmekuwa on top katika utekelezaji wa mambo ambayo yanaangukia katika wizara zenu. Nawapongeza waheshimiwa wabunge wote wa mkoa wa Tanga kwa michango yenu. Mmeibua hoja. Niwaambieni tu, sisi huku serikalini huwa tunapata shida ikitokea mbunge mbele ya wananchi wake akatoa hoja alafu wananchi wakazomea kwamba hicho ulichosema sicho tulichokutuma. Lakini maeneo yote tulikopita, wabunge mmeonyesha umakini wa kupeleka hoja ambazo ndizo zinazowagusa wananchi wenu. Hongereni sana waheshimiwa wabunge. Na natambua tulikaa kikao cha wabunge wa mkoa. Naamini huu ni mwendelezo mzuri wa kutanguliza vile vipaumbele ambavyo kwa kweli ndivyo ambavyo wananchi wetu wanataka serikali ifanyie kazi. Ninatoa pongezi kwa watendaji wetu wote waliofanikisha ziara hii. Sina shaka imekuwa alama ya kumbukumbu ya kudumu kwa wananchi wa mkoa wa Tanga. Na kipekee na wapongeza wananchi wote waliojitokeza katika mikutano ya hadhara, katika uzinduzi wa miradi na katika majadiliano na mazungumzo tuliyoyafanya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakati mwingine tunaporuhusu wananchi waongee, wananchi wanapoongea kwa Kiswahili wakati mwingine huwa wanapunguza ile grisi kwenye maneno anayoongea. Sisi kwetu kule Iramba, mwananchi akiongea Kinyiramba anaongea politely, anaongea kwa staha kuliko ukimwambia aongee Kiswahili. Kwa hiyo pale kama mmeona kuna sehemu wametumia lugha kali sana, ni masuala ya lugha tu. Lakini msingi walitaka wasisitize kile wanachotaka kukiwasilisha. Kwa hiyo mimi hata katika uwakilishi wangu wa kijimbo, mwananchi akinipigia simu akiniambia kwa lugha inayonikera, namwambia hebu ongea Kinyiramba. Akiongea Kinyiramba unaona hata amenyoka tu. Kwa hiyo isije baada ya ziara sasa akaanza kutokea mwananchi yeyote moja akajihisi ametafutwa, badala ya kutatuliwa kero akaona anafuatiliwa kwa sababu ya mchango aliotoa kwenye mkutano. Huo hautakuwa uongozi. Kama kuna eneo mnaona liliwakwaza,
muulizeni kabisa, mwambieni aongee kinyumbani na mheshimiwa mbunge anayeweza kusikiliza hiyo lugha, ama waziri awatafasirie. Asipatikane mwananchi aliyeongea akaanza kutiwa msukosuko kwa sababu ya hoja alizotoa. Tumewaambia sisi wenyewe waongee, tumekuja sisi wenyewe na tumewaambia waongee. Kwa kuongea kwao kusiwatie matatizoni.